usiweke kikwazo, usiweke mpaka katika wokovu. Ili uweze kufurahia au upate ile furaha kamili ya kuokoka, lazima ujue kwamba Kristo Yesu alikuja ili akuokoe wewe kamili. Hakuja tu ili akusamehe dhambi uende mbinguni. Hapana, kweli ni muhimu kusamehewa dhambi na ni msingi sana kwenda mbinguni, lakini Kristo alifanya zaidi ya hapo. Alienda hatua moja zaidi. Akukuokoa tu roho yako, akukusamehe tu dhambi, anasema akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote. Hivyo uponyaji wa miili yetu ni sehemu ya wokovu na inatakiwa ukubali na uishi huo uhalisia. Bila hivyo utakuwa umesema nimeokoka, lakini utakuwa unaishi chini ya kiwango, unaishi chini ya fursa. Fursa tunayo tayari, tumeshakombolewa, tumeshaokolewa kwa kuponywa magonjwa yetu na kusamehewa dhambi zetu, lakini wengi wetu tunaamua tu kutumia sehemu ndogo ya wokovu. Sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tunajali sehemu tu kwamba mimi nimesamehewa dhambi, basi unaishia hapo. Lakini Mungu alifanya zaidi ya hapo. Kristo Yesu alifanya zaidi ya hapo. Alienda hatua mbili mbele na kutuponya magonjwa yetu yote. Amini kweli hii upate kupokea uponyaji katika mwili wako. Kuna mtu unanisikiliza hapo unasumbuliwa kweli na magonjwa. Kuna mtu unanisikiliza hapo, mtoto wako au watoto wako wanasumbuliwa sana na magonjwa. Na umeokoka ndiyo ama hujaokoka, lakini nataka leo hii ufahamu ya kwamba wokovu ulioletwa duniani kwa ajili ya huyu mwanadamu ni wokovu kamili, ni wokovu kwa ajili ya mwili wako, ni wokovu kwa ajili ya nafsi yako. Kuna mtu unanisikiliza unasumbuliwa na msongo wa mawazo, unasumbuliwa na afya ya akili, unasumbuliwa na matatizo, nafsi yako ina machungu, nafsi yako ina maumivu. Fahamu kwamba yeye alichukua masikitiko yetu, Kristo Yesu akachukua na huzuni zetu. Yeye alikuwa ni mbadala wetu pale msalabani. Yesu akufa kwa ajili yake, alikufa, alipigwa, aliteseka, na yote ambayo aliyafanya pale msalabani aliyafanya kwa ajili ya ulimwengu, alifanya kwa ajili yangu, alifanya kwa ajili yako, alifanya ili sisi tusipitie. Alichukua madhaifu yetu ili sisi tusiumwe, alichukua fadhaa zetu ili sisi tuondoke katika fadhaa, alichukua dhambi zetu ili sisi tuwe haki ya Mungu katika yeye. Amini kweli hii ya kwamba wokovu kamili ni kwa ajili ya mwanadamu kamili.